niwahakikishie hakuna kurudi nyuma. Unajua Mungu huwa anatupa nafasi hapa duniani kufanya tofauti, na unapopewa nafasi huwa unatakiwa uitumie kufanya tofauti. Na napenda leo nitumie fursa hii kuwasihi Watanzania wenzangu kokote kule mliko, wenye mapenzi mema na nchi yetu na wenye hofu ya Mungu, wazalendo kweli, ukiwa upewa nafasi ya kuleta mageuzi au mabadiliko katika eneo lilokuwepo au katika nchi yetu, itumie nafasi hiyo ipasavyo, kwa sababu usipofanya hivyo utadaiwa siku moja, kama sio hapa duniani basi siku ya hukumu. Sasa leo nimesema niwashirikishe mambo kadhaa. Nilikuwa nimeahidi tutazungumza mambo matatu, lakini kamuda kalisali moja, kwa sababu nina limitation, tukao record chap chap tena utoke mbio. Nitaeleza leo jambo moja na mambo mawili labda bashraf, lakini jambo moja ambalo linahusu uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kwa sababu limesema kwenye kampeni, na mimi nikasema si vema na haki wa Tanzania wenzangu kudanganywa wakati mimi nimeelimika kutoka wa Tanzania hawa. Kwa tutakuwa tunafafanua kuonyesha ya kwamba Mama Samia, Nchimbi, Manueli hawasemi kweli, na kwenye chama chetu inasema kwa kuapa nitasema kweli daima na fitina kwangu ni mwiko. Kweli nitalifafanua. Alafu katikati ya wiki hii nitakuja na mambo mawili. Nitaeleza kuhusu hicho wanachokiita bima ya afya kwa wote. Ni uongo mkubwa na ni balaa kubwa kabisa. Linatengenezwa ili watu wachote fedha, waendelee kutukamua hata katika eneo hilo, na walale mbele. Tusiwaruhusu. Ule mfuko wa bima uko hoi bin taabani, unaendeshwa kwa hasara. Ninyi waulizeni hata kwenye midahalo. Ndio waandishi wa habari hawezi kuuliza maswali haya. Tumejifunza nini kutoka NHIF tunapokwenda kuanzisha au ku roll out bima ya afya kwa wote? Ni uongo mtupu. Wiki nitafafanua kwa watu. Nimefanya utafiti wa nchi tofauti tofauti, nimechukua muda kidogo kulisoma jambo hili, na tusihadaike. Achaneni na watu wengine wanaonekana wamesoma, maprofesa waongo, wanataka vyeo baada ya uchaguzi. Sisi tujikite, tunataka kwanza kuijenga nchi yetu kwanza. Tofauti na wao wanataka vyeo kwanza, alafu wanatudanganya watajenga nchi baadaye. Waongo, wapuuzeni. Sasa leo nikasema nianze na hili dogo. Niliwaambia juzi mgombea wa CCM Mama Samia ambaye mimi siamini katika uchaguzi, na napenda iwe very clear. Hakuna uchaguzi bila kufanya mwafaka wa kitaifa. Hakuna uchaguzi bila kufanya mwafaka wa kitaifa. Na kama unaipenda nchi hii, ukienda kupiga kura, kwanza hakuna upinzani. Vile vyama vyote vile ni kitu hiki. CCM na vile vyote ni kitu hiki. Waongo wote. Kwa utapokwenda kwenye kituo cha kupiga kura, unakwenda kushiriki najisi kwenye nchi yetu. Na wewe una mapenzi ya kweli na ya dhati kwa nchi yako, usishiriki unajisi kwenye nchi yetu. Mimi sitaonekana kwenye kituo cha kupiga kura. Niko hapa Bongo, lakini sitaonekana kwenye kituo cha kupiga kura. Siwezi kushiriki najisi kwa maana hiyo. Sasa niliwaambia Mama Samia alijaribu kumweka pembeni Manueli Nchimbi, akatishwa, bwana kimtoa huyu na wewe unaondoka, akarudi nyuma. Kumbe umegundua hawa wanacheza na akili zetu. Wamegeuza huu mchezo wa kubeti. Yaani hawa wanataka miaka hii mitano inayokuja tukubali sisi tubeti. Uongozi si jambo la kubeti, ndugu zangu wa Tanzania. Uongozi ni jambo very serious. Ni kufa na kupona kwetu. Ukibeti na uongozi
watu wawili tayari wanakwenda wako, umejua mpeche, umejua hobela namna hiyo. Hapana, usikubali. Tusibet na mustakabali na hatima ya nchi yetu. Mimi nimewakataa, nimemkataa Mama Samia, nimemkataa Emmanuel, na vile vingine vyama vile ni maigizo tu, maigizo. Tuwakatae wote. Kupiga kura ni kubariki najisi hii wanaifanya kwenye nchi yetu, tukatae. Yani ni sawasawa mnaenda kufungisha ndoa wenza wawili ambao tayari wana mtifuano kabla ya kwenda kwenye altare kufungishwa ndoa. Si balaa hilo? Tutawafungisha ndoa hapa, tutakula ubeche, alafu baada ya siku 3 ndoa inavunjika. Kwa sisi tusikubali kubariki najisi kwenye nchi yetu. Mimi sitakwenda kupiga kura kabisa. Wapate aibu kama hawatakubali kufanya mwafaka kabla ya uchaguzi. Mimi nasema wakiendelea kushupaza shingo, na mimi mara chache huwa namwomba Mungu kuweka nadhiri, but this time around wakifanya ubishi, wakashupaza shingo wa Tanzania, mimi nitaendelea kusimama na kuwakumbusha katika watu wa kufunga mapema kabisa tutakapokuwa tumekomboa hatima ya nchi yetu ni hao. Na mimi nakumbuka watendaji kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, tunzeni kila ushahidi. Tumetoa fursa, warudi nyuma, tufanye mwafaka wa kitaifa, taifa liwe moja, ndio tusonge mbele. Kama wanashupaza shingo, hatutakuwa na mswalie mtume. Subscribe, like na kushare na kucomment BM Mbasha TV ili na wengine waweze kupata huu uondo. Shukrani sana kwa ambao umeitazama, lakini usahau bonyeza alama ya kengele. Asante.